Machozi, vilio na simanzi vimetawala kijiji cha Chemchem, kata ya Arusha Chini, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro, wakati miili mitatu kati ya 5 ya waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God yani TAG waliopoteza maisha katika ajali ya mtumbwi ikizikwa. Waliozikwa ni Maria Elias mwenye umri wa miaka 31 pamoja na watoto wake wawili, Kelvin Ngonyani mwenye miaka 8 na Happiness Ngonyani mwenye miaka 2. Wakati huo huo, miili ya Rahma Abduli na Justina Lazaro inatarajiwa kupelekwa mkoani Morogoro kwa mazishi. Lakini nyuma ya maombolezo hayo yamebuka madai mazito kutoka kwa wananchi waliodai kuwa vifo hivyo vingeweza kuepukika kama daraja lililoahidiwa kwa miaka mingi lingekuwa limejengwa. Wananchi wamesema ukosefu wa daraja na barabara umekuwa ukiwalazimu kutumia usafiri wa majini wenye hatari kubwa, huku wakidai wamechoshwa na ahadi za viongozi ambazo hazijatekelezwa kwa miaka mingi. Kifo kimesababishwa na kutokuwa na daraja. Kutokuja watu wengi kumesababishwa na kutokuwa na daraja. Hata sasa hivi tulipo, kuna watu wako kivukoni wanataka kuja kuzika, maanake watapishana na waombolezaji wakienda. Tatizo ni daraja. Changamoto ya kituo cha pili ambayo ni kero ya watu wengi wanayosema, kituo cha polisi hata kingekuepo kama hakuna daraja, kituo cha polisi cha nini? Kwa sababu mhalifu kituo cha polisi kinajengwa, ukimfuata mhalifu anakwenda kule. Kwa jiografia ya Chemchem, hichi ni kisiwa. Kwa hiyo kero kuu ni daraja. Tutashuhudia sio vifo hivi tu, hata leo katika kuvushana pale, maana tutaishia saa 6 usiku, tunaweza tukatafuta msiba mwingine kwenye msiba huu. Changamoto ni daraja, kwa sababu wametengeneza huku Samanga, huku hakuna. Ombi langu wa serikali, tunatakiwa daraja, na daraja lipite hapo kivukoni hapo, ili tukija tuvuke. Kama leo boti ya mashine imekuja, mimi nikakataa kupanda, nikapita nikavuka kwenye boti ya hapa. Kwa hiyo changamoto ni daraja kutoka Magadini kuja Chemchem. Sawa. Kweli. Sisi ndio mmepata changamoto, watoto wetu wamepotea. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili usumbufu, hakuna daraja. Watoto wetu wameenda, kama unaenda kwenye mkutano la kanisa KG, alafu unataka kutoa njia kifupi, ndio amekwenda kupoteza maisha kwa ajili daraja hamna. Kwa hiyo tunaomba sana, kama serikali ipo, haijalie watu wa Chemchem pamoja na Makadini pamoja na Chemchem, maana sisi ndio unapata shida kwa ajili daraja hatuna. Shida kubwa kabisa mimi naweza kusema ni daraja. Watu wanakufa kama hivi, kuna watu 5 wamekufa. Pangopa pana daraja tayari tungo tunavuka. Unaona, lakini daraja hakuna. Hili daraja sio la leo. Tumeanza kudanganywa muda mrefu, kuanzia enzi ya Cyril Chami akiwa waziri wa viwanda, biashara na masoko. Amekuwa mbunge kwa miaka mingi sana hapa. Tumedanganywa muda mwingi, tunaambiwa daraja. Mimi labda niseme jambo moja tu, wito wangu kwa serikali. Sina mambo mengi sana. Sisi vijana tunatamani tuendelee kufanya kazi zetu na tuunge serikali yetu mkono. Lakini kwa namna ambavyo serikali kama serikali inanyamazia mambo kama haya yanatokea, hadi watu wanakufa kwenye maji, ndugu zetu wanakufa kwenye maji, watu wanadumbukia mtoni, hii kitu inaumiza sana. Tunaomba serikali kama inawezekana itusaidie. Hebu angalia, watu wanazikwa majeneza 5, watu wanakufa mtoni. Daraja tumedanganywa mara nyingi sana. Cyril Chami ametuambia, marehemu ametuambia taleta daraja, hamna. Na huyu mbunge pia naye anasema daraja. Kama ni daraja kweli, basi tuone kwa vitendo, sio kwamba wanatuambia daraja wanaingia mitini. Hapana, tumechoka. Chemchem tunataka daraja, tunataka barabara. Lakini pia hali ya network iko chini sana, minara simu ukipiga stoki. Kamba Mheshimiwa Rais, sisi kama wananchi wako tulikuwa tunaomba hili moja. Kwanza Mheshimiwa, ungetuandalia vifaa ndani ya nyumba ya Mungu vya kuokoa watu kipindi cha upepo. Maana zoruba nyingi inatokea kipindi cha upepo, sio viboko wala mamba. Hiyo sio kweli, ni emergency tu, labda ikitokea boko kamuua mtu, kamzuru mtu. Changamoto tulionayo kubwa ni daraja. Kipindi cha wajawazito inapofikia wakati wa kwenda kujifungua, inabidi tuende tukaombe
kwa majirani pale TPC, ili yule mwanamke mjamzito akakae kwa mtu, ili miezi siku ya kufika kujifungua aende akajifungue. Otherwise kuna wengine ambao sasa unakuta hawana marafiki au ndugu wa kwenda kuwaombea kule. Wakikaa amefikia muda wa kujifungua labda ni usiku, tatizo linakuwa hilo barabara, inabidi tuwapeleke hata kwa wakunga wa jadi ambao ni kabila la wafugaji. Wengine wanapoteza maisha, wengine wanapata watoto wanazaliwa labda wana upungufu, inakuwa ni tatizo na ni changamoto. La pili pia kwetu hapa Chemchemu hapa hospitali hakuna, na zahanati tulionayo ya kijiji hapa unakuta madawa ni hakuna. Hichi kijiji imekuwa kama vile kimetupwa. Unaweza kwenda na watoto wadogo wakaona hata tractor hapa wanalikimbia, au wakiona gari labda limefanikiwa kuvuka huko wanalikimbia, hawalijui. Au unachukua familia yako unasafiri naye kwenda labda Arusha, mkifika stendi pale watoto wanaogopa kupanda gari, hawajui hata magari, hawajawahi kuliona gari, wanaenda kulionea TPC. Hiyo ni changamoto. Sisi tunamuomba Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia, hebu ajaribu kukiangalia na hichi kijiji cha Chemchemu kama kiko kwenye ramani ya Tanzania, atuwekee hilo daraja ili adha tuondokane naye. Akizungumza katika mazishi hayo leo Julai 27 mwaka 2026, diwani wa kata ya Arusha Chini Leonard Waziri amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo. Wenzetu wametangulia, lakini kwa tafsiri yangu, ndugu yetu mkurugenzi na wananchi mtanuka mkono, lazima tutafakari kwa nini hawa watu waliamua kupita kwenye maji. Waliamua kupita kwenye maji kwa sababu hawangekodisha gari wapitishe kwenye barabara. Kwa kumbukumbu nilizonazo, nimesimama kwenye baraza la madiwani mara 19 tangu nimekuwa diwani nikiomba barabara na daraja la Chemchemu. Wako baadhi ya viongozi hatuelewani vizuri, hasa wa baraza lililopita, wengine hata salamu hazikuja. Lakini ni kwa sababu nilikuwa naomba shule ya sekondari, nilikuwa naomba daraja na barabara. Tunakushukuru mmetuletea shule ya sekondari hapa karibu, lakini tunaposhukuru, hawa ni Watanzania. Na ninashukuru zaidi kwamba wewe pamoja na Mheshimiwa DC pamoja na Mheshimiwa mbunge ambaye ashakuja mara kadhaa, mmekuja mmejionea pamoja na wingi huu, lakini 100% tumepita kwenye kivuko na sio daraja. Hawa hawana dhambi yoyote inawafanya wasipate daraja. Ninajua mchakato mzuri unaoendelea, na wananchi niwatie moyo. Mheshimiwa mbunge hajafika, lakini namsemea, ziko hatua nzuri kabisa. Angekuwepo angesema. Lakini mpaka sasa kwa taarifa ambayo Mheshimiwa mbunge amenipa, tayari serikali yetu inaleta shilingi milioni 150 za kuanzia. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Moshi, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Moshi vijijini Shadrack Muhagama amesema serikali imechukulia tukio hilo kama janga na imeanza hatua za awali za utekelezaji wa mradi wa daraja. Jambo la kwanza tuzungumze barabara. Alizungumza mheshimiwa mbunge wakati amekuja hapa, tulikuwa naye. Na mimi sitaki nirudie maneno mazuri yale mbunge, siwezi kuyasemea vizuri, yeye anaweza. Mheshimiwa mbunge yeye alisema ameleta mitambo, na mitambo hiyo ni kwa ajili ya kusafisha barabara zetu, na kweli mimi nimeiona, na ni wabunge wote wameleta, jimbo la Moshi vijijini na jimbo la Vunjo, na ilikuwa pale halmashauri, wanaofahamu ofisi za halmashauri watakuwa lielewa. Kwa hiyo alichokuwa nahangaika juzi wakati tunatoka msibani ni wapi itavuka ije kurekebisha barabara za huko. Akakutana na vijana pale mtoni, wakasema kuna sehemu huwa tunapita, tutajaribu kukuonyesha ukiwa tayari. Kwa na imani utakapokuwa tayari, basi mbunge ataonyeshwa, walau barabara zetu zitaweza kutengenezwa. Lakini la pili ni daraja. Daraja nalo limesemwa sana, lakini pia mbunge aliongea vizuri waliokuwepo siku ile, na mimi nisingependa niharibu maneno yake, lakini sisi kwa upande wa serikali tunalifanyia kazi. Maka tukifanya design, tutakuwa sasa tunatambua gharama halisi ya daraja ambalo tunahitaji kujenga. Halafu ndipo tuanze kutafuta fedha kwa kuiomba serikali uweze kutuletea fedha, uweze kupata daraja ambalo litatuvusha hapa kwenda kijiji cha
kijiji cha jirani. Njia ya majini hata kama ni shortcut, hebu tujitahidi kwa gharama yoyote ambayo inaokoa maisha yetu, tuzunguke basi wa bodaboda. Na Mheshimiwa DC tulipokuja wote juzi aliwaomba bodaboda, punguzeni gharama, hebu mwende basi na hali halisi ya mafuta. Sawa, tunajua, lakini tuliwauliza wakasema mpaka ufike chemchem kule wanakupiga karibu 20,000. Sasa ni nyingi hiyo. Je, ni kweli gharama ya mafuta inatufikisha pale 20? Simanzi iliongezeka zaidi baada ya Anthony Ngonyani kusoma risala iliyobainisha kuwa Maria Elias ameacha mtoto mmoja pekee aliye hai, Karen Andrea Ngonyani mwenye umri wa miaka 8, ambaye ni pacha wa marehemu Kelvin na ndiye aliyenusurika katika ajali hiyo. Marehemu Maria Sebastian Elias aliolewa na Andrea Lawrence Ngonyani. Aidha, marehemu katika uhai wake alibarikiwa kupata watoto 4 ambao ni Rahma Abdul, Kelvin Andrea Ngonyani, Karen Andrea Ngonyani na Happiness Andrea Ngonyani. Mwaka 2018 alijifungua mapacha ambapo ni Kelvin Andrea Ngonyani na Karen Andrea Ngonyani. Kwa masikitiko makubwa, Kelvin alifariki dunia pamoja na mama yake katika ajali ya maji, huku pacha wake Karen Andrea Ngonyani akinusurika katika ajali hiyo. Baadaye mwezi wa 5 mwaka 2021, Maria alijaliwa kupata mtoto mwingine ambaye aliitwa Happiness Andrea Ngonyani, ambaye naye alifariki dunia katika ajali hiyo hiyo ya maji. Kwa maana hiyo, Maria Sebastian Elias ameacha mtoto mmoja aliye hai baada ya watoto 3 kufariki katika ajali hii ya maji. Ajali hiyo ilitokea Julai 23 mwaka 2026 baada ya mtumbwi waliokuwa wakisafiria kuzama katika bwawa la Nyumba ya Mungu kufuatia upepo mkali uliosababisha mawimbi makubwa walipokuwa wakielekea Mikocheni kuhudhuria kongamano la idara ya wanawake ya TAG. Hayo ndio mapya yaliyojitokeza wakati wa mazishi ya miili 3 kati ya 5 ya waathirika wa ajali hiyo, huku wananchi wakitaka hatua za haraka za ujenzi wa daraja ili kuzuia maafa mengine kutokea. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.